Mnalinganisha Magufuli na Samia. Hawa watu ni kitu hiki kimoja. Miaka ile ya nyuma ukisikia kuna mji kuna mgonjwa wa surua, ilikuwa ni marufuku hata kwenda kutembelea pale, kwamba mtaambukizwa surua. Leo surua umeshajulikana kama ni ugonjwa wa kawaida na hofu ilishaondoka. Ni hivyo hivyo kwa magonjwa mengi ambayo tumekuwa tukia experience sisi kama nchi. Magonjwa kama TB, magonjwa kama ukoma. Ilikuwa ukikutana na mtu mkoma, yani unajiuliza utasurvive namna gani katika maisha yako. Lakini siku hizi hofu hiyo imeshaondoka na Watanzania wanafahamu. Yametokea magonjwa mengi kama Ebola, Zika, katika maeneo mengine mbalimbali. Hofu zimekuwa zikijengeka. Sasa ni waombe wa Tanzania, hofu tuiondoe. Hili tatizo litaondoka. Katika kipindi hiki ambapo kuna magonjwa yanajitokeza yasiyojulikana kama corona, nchi nyingi wananchi wake watakuwa wamejifungia ndani. Sisi wa Tanzania hatujajifungia ndani na hatutegemei kujifungia ndani. Na wala sitegemei kutangaza hata siku moja kwamba tunajifungia ndani. Kwa sababu Mungu wetu yuko hai na ataendelea kutulinda wa Tanzania. Lakini pia tutaendelea kuchukua tahadhari zingine za kiafya, ikiwa ni pamoja na kujifukizia. Unajifukizia huku unamuomba Mungu, unaswali, unasali, huku unapiga zoezi la kufanya kazi la kulima mahindi, kulima viazi, ili ule vizuri ushibe, corona ashindwe kuingia kwenye mwili wako. Mutatishwa sana ndugu zangu wa Tanzania, lakini simameni imara. Ninajua wapo baadhi ya Watanzania hata wameondoka ndani ya nchi na kukimbilia maeneo mengine na kwenda kuchanjwa, na walikochanjwa huku wamekuja huku wametuletea corona ambayo ni ajabu ajabu. Simameni imara. Chanjo hazifai. Kama wazungu wangekuwa na uwezo wa kuleta chanjo, hata chanjo ya ukimwi ingekuwa imeshaletwa. Hata chanjo ya kifua kikuu ingekuwa kifua kimeshaondoka. Hata chanjo ya malaria ingekuwa imeshapatikana. Hata chanjo ya kansa ingekuwa imeshapatikana. Ni lazima Watanzania tuwe waangalifu kwa mambo ya kuletewa. Msije mkafikiria mnapendwa sana. Taifa hili ni tajiri. Afrika ni tajiri. Kila mmoja anaitamani. Tuwe waangalifu. Na niombe Wizara ya Afya isiwe inakimbilia mambo ya chanjo bila yenyewe kujiridhisha. Ipo nchi fulani walichanjwa watoto wake wa kike wenye umri wa miaka 14, wanaambiwa ni kwa ajili ya kuzuia kansa ya kizazi. Imekuja kugundulika ile chanjo ilikuwa ni ya kuwazuia wasizae. Kwa hiyo niombe sana Wizara ya Afya, sio kila chanjo ni ya maana kwa taifa letu. Sio kila chanjo ina faida kwetu. Ni lazima Watanzania tuwe macho. Ni lazima Watanzania tuwe waangalifu. Tutafaniziwa majaribio ya ajabu ambayo yataleta madhara makubwa. Mimi ni kiongozi wenu, ninajua mengi. Ni lazima niwaambie ukweli. Nawaambia ndugu zangu, mimi ni mwenzenu, ninaifahamu. Hii ni vita. Na ndio maana mtaona wagonjwa wengi ambao wameathirika na magonjwa haya ya corona wako mjini. Vijijini kule Itabagumba kwa Mheshimiwa Jaji Mihayo hawapo wanaovaa barakoa, na ndio maana hawaathiriki.
Nilikuwa namwangalia Jaji Mihayo hapa amefunika pua yake na mke wake mpaka nilishindwa kuwaelewa mwanzoni. Lakini maandiko yanasema kila atakayetaka kujiokoa nafsi yake ataipoteza. Ninawaomba sana ndugu zangu wa Kristo, ndugu zangu wa Tanzania, tujue Mungu yupo. Mungu anaweza kila kitu. Tusiogope, siku moja tutakufa. Hata mimi nitakufa. Nimemshukuru sister hapa hajavaa, lakini wenzake wawili wamevaa. Nikasema sasa kama hawa viongozi ndio wanatueleza kila siku tumwamini Mungu, vipi leo? Mungu anaweza. Hizi tunazozinunua madukani tunajiua wenyewe. Ni lazima niliseme, watatukana, lakini nina wajibu wa kusema ukweli. Hebu tutaje ni nchi gani ambayo haijafa watu na corona? Maelfu wanakufa. Kuna nchi iliwahi kupoteza watu 3,000 kwa siku moja na wanavaa barakoa, saa nyingine wanavaa 2. Sisi tuchukue tahadhari za kiafya kama ambavyo zinatangazwa. Tumtangulize Mungu, lakini pia tutafute mbadala, ikiwa ni pamoja na kujifukizia. Wapo, mimi hata wasaidizi wangu wengine wameshaugua. Mimi watoto wangu wameshaugua. Wapo wadogo zangu wameshaugua na wakapona. Ni kumtanguliza Mungu na kuchukua tahadhari, lakini pia kujifukizia, msikuzalau. Kuna dawa inaitwa Bupiji. Watu wamepona mpaka kwenye mahospitali wametumia hiyo dawa. Kuna Covid, kuna dawa za kila aina wanazitumia wa Tanzania. Ninawaomba ndugu zangu wa Kristo na ndugu zangu wa Tanzania, tutoe hofu ya corona. Tutapita. Mimi hawa wasaidizi wangu mmeona wamevaa barakoa. Kwani najua leo wamelala na nani nyumbani? Ninajua wamekutana na wakina nani nyumbani. Lakini kikubwa ni kumtanguliza Mungu. Mungu akiamua, hata bila corona utakwenda. Hata kwa malaria utakwenda. Hata kwa kansa utakwenda. Hata kwa ajali ya gari utakwenda. Hata ukiwa umetembea tu utakwenda. Kwa hiyo sisi wakati huu ndio wakati wa kumwomba kweli kweli Mungu. Na ndio maana nawapongeza sana viongozi wa dini na kupongeza baba. Ninajua hata kutokuvaa barakoa inawezekana umewakosea viongozi wako. Fanya hivyo ili kusudi ukamsimamie Mungu. Nafuu wakosee viongozi wako kuliko kumkosea Mungu. Tutapita. Tena corona hii itakwisha. Miaka ile mwaka jana tulipita salama mpaka watu wakawa wanatushangaa. Hata marais wenzangu wakawa wananiambia ninyi ni wachawi huko Tanzania. Nikasema mchawi ni Mungu. Tulipita, wapo walioathirika kidogo lakini tulipita. Na sasa tutapita. Inawezekana tumekosea mahali. Wapo watu waliotoka nje ya nchi wakaenda kuchanjwa kule, wakapewa haya magonjwa. Na wengine watakaoeneza corona katika nchi hii ni wale wanaovaa barakoa ambazo hawajui zimetoka wapi. Lakini lazima pia tujiulize ndugu zangu wa Tanzania, barakoa inatakiwa ivaliwe kwa masaa 4. Siku ina masaa 48. Maana yake kwenye masaa 48 tunatakiwa tubadilishe barakoa 12. Hebu jiulize Jaji Mihayo, kule kwenu Itabagumba ni wangapi watakaoweza kubadilisha barakoa 12 kwa masaa 48? Na tuko watu milioni 60. Ni miujiza ya Mungu tu ndiyo itafanya kazi. Nataka niwape moyo ndugu zangu wa Tanzania. Njia tunayoitumia ya kumtanguliza Mungu ndiyo itakayotuokoa. Tusimame na Yesu wetu. Tusimame na Mungu wetu.
kila mmoja katika imani yake tutafika. Tuchukue tahadhari kama zinazotolewa na madaktari, lakini tusimsahau Mungu kamwe. Tusimsahau Mungu, tutashinda. Sasa ulinichokoza baba paroko, inawezekana nimekukwaza, lakini nimeona niliseme hili. Nisipolisema dhamira yangu itaumia, kwa sababu nina wajibu wa kusema ukweli. Lakini nakupongeza sana baba paroko, unajitahidi sana. Ninaomba kanisa na viongozi mbalimbali wa dini, Waislamu, Wakristo, wa Sabato, walokole, huu ndio wakati wa kushikamana kikamilifu katika kumtanguliza Mungu, tukiwa tunachukua tahadhari. Watu wangefurahi hata Watanzania wote wakifa. Mnaweza mkauletewa hata barakoa zenye corona, unaivaa kumbe unapata corona ili ukaambukize Watanzania wengine. Ni lazima tutumie busara kwa barakoa tunazozivaa. Kama alivyozungumza jana waziri mkuu, hatujazuia kuvaa barakoa, lakini tuwe waangalifu. Na ndio maana mnamuona hata waziri mkuu hakuwa amevaa barakoa jana. Mmemwona makamu wa rais hajavaa barakoa. Sio kwamba hawaogopi kufa, wote tunaogopa kufa, lakini angalau tunaamini kwamba Mungu yupo, na tuwe waangalifu katika janga hili, otherwise tutaangamia wote. Bwana ni mwema wakati wote. Basi ni muda mzuri tena ambao tumeweza kukutana hapa ili tuweze kuendelea kuangalia alama za nyakati. Maana kipindi ambacho tunachoishi ni kipindi cha mwisho, na inabidi tujiandae kadri inavyowezekana, na kadri Mungu anapotupatia nafasi tunaweza kuzitumia kabisa kwa utulivu na kwa uzuri, ili tuweze kufanya kabla hatujachelewa. Basi nipende kualika mpenzi mtazamaji na msikilizaji wangu, tunapoenda kujifunza tena alama hizi za nyakati na kuona tumefikia wapi. Bwana akubariki. Kabla hatujaenda kuangalia somo hili, kama una nafasi basi uweze kualika, uweze kupiga magoti na tuweze kupata ombi. Baba yetu mwema mtakatifu, ketie mahali pa juu mbinguni, tunasema asante kwa wema wako na ulinzi wako ambao umetupatia mpaka masaa haya. Jina lako litukuzwe. Asante kwa sababu umeendelea kushikilia uhai wetu, na lengo tu kila mmoja wetu aweze kufikiria toba. Jina lako litukuzwe. Masaa haya tunapoenda kuyachunguza maandiko yako na kuona ni muda kiasi gani umebakia, o Yesu, tunaomba ukawe pamoja nasi. Tulipopuuzia masomo mbalimbali na kuweza kufanya kama tunavyopenda, o Yesu, tunaomba ukatusamehe na tuweze kurudia maandiko yako na kufuata maelekezo yako. Kuwa pamoja nasi tokea mwanzo wa kipindi hiki hata mwisho, kwani tumeomba kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amina. Basi penzi mtazamaji na msikilizaji wangu, nipende kukaribisha kabisa katika kipindi hiki ambacho tunaendelea kutoa mambo ambayo yatafunga historia ya ulimwengu huu, na yanaendelea kutimia kwa kasi sana, kama tulivyoona katika vipindi vya hapo nyuma kwamba matukio ya siku hizi za mwisho yataenda kwa kasi sana kuliko tunavyofikiria. Na ndio maana tukaona kipindi tulichopo mpendwa ni kipindi hatari sana, ni kipindi cha kuamka. Yaani kama ulikuwa umelala, kama nilikuwa nimelala, basi niweze kuamka, kwa sababu ni dakika za mwisho ambazo tukichelewa mpendwa hatutaweza kuokolewa. Lakini katika hizi dakika za mwisho tutaona kwamba wengi bado wamelala, na bado Mungu anatusihi tuweze kuamshana. Hawa waliolala tuwapelekee ujumbe wa onyo ambalo Mungu ametuagiza kuwapatia, ili waweze kuamka, tuweze kuamka kuandaa ulimwengu kabla hatujachelewa. Na maagizo yote ambayo Mungu ametupatia
yamo ndani ya maandiko matakatifu kwa uwazi kabisa. Historia ya ulimwengu huu karibu inaenda kufungwa. Lakini bado kuna viongozi ambao wamesimamia kimya haya mambo na hawataki kabisa kuwaeleza watu na kuweza kujiandaa. Mpendwa, tutajikuta tumechelewa na adhabu bado itakuwa pamoja na sisi. Kitabu ni kile cha Ezekieli 33. Tutaanzia tu ule mstari wa 7. Anasema, basi wewe mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi kwa nyumba ya Israeli. Basi ulisikie neno hili kinywani mwangu, ukawape maonyo yangu. Nimwambiapo mtu mbaya, ewe mtu mbaya, hakika utakufa, nawe usemi neno la kumonya mtu huyo aiache njia yake. Mtu mbaya huyo atakufa katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mkononi mwako. Fungu la 9, walakini ukimonya mtu mbaya kwa sababu ya njia yake, kusudi aiache, wala yeye asiache, atakufa huyo katika uovu wake, lakini wewe umejiokoa roho yako. Maandiko yanatueleza kwamba unapomuona mtu mbaya anafanya kitendo kibaya, usipoenda kumuonya, Mungu anasema hapa kwamba yule mtu ajapokufa, damu ya huyo mtu ataitaka mikononi mwako. Ukimwona mtu anatenda jambo baya, ukaenda kumwambia kwamba hili ni baya, yule mtu hata kama akifa, Biblia inatuambia kwamba damu ya huyo mtu haitakuwa juu yako, bali itakuwa juu ya huyo mtu mwenyewe. Sasa kuna watu wamepewa nuru, lakini bado wamenyamaza kimya. Wapendwa, ni hatari sana katika nyakati hizi za mwisho. Kama tutanyamaza kimya na kushindwa kufunua kweli hizi kwa ulimwengu ili uweze kupata kuokolewa, wapendwa, tutakuwa tumechelewa milele. Na wengi sana wapendwa, dakika hizi wanategemea sana viongozi, na wakishindwa kusoma haya maneno kwa ajili yao wenyewe ili waweze kupata uelewa ambao Mungu mwenyewe amekusudia kwa kila mtu aweze kupata atakaposoma maandiko na kuweza kuelewa Mungu anasema nini. Basi tukimbie katika kitabu cha Mathayo 15. Mathayo 15 mstari ule ni wa, tuanzie mstari wa 12. Anasema, ndipo wanafunzi wake walipomwendea wakamwambia, wajua ya kuwa Mafarisayo waliposikia neno lile walichukizwa. Hasa tuangalie hapa context. Ukianzia mwanzo utaona kwamba ni baada ya Mafarisayo hawa ambapo walikuwa wakifundisha mafundisho yaliyo wanadamu na hawakufundisha maagizo ambayo Mungu alikuwa ameyatoa. Sasa tunaona baadaye Yesu anawaelekeza baada ya kuona Yesu anakula na wanafunzi wake bila kunawa, yani kunawa mkononi kuanzia huku kiganjani mpaka kwenye kiwiko, wao tu wamenawa huku mbele. Ikawa ni changamoto kwa hawa Mafarisayo ambao walikuwa wamezoea wenyewe desturi zao ambazo hazikuwa kwenye maandiko bali ni mapokeo. Sasa wanafunzi wanamwambia Yesu Kristo kwamba wajua ya kuwa Mafarisayo walipolisikia neno lile walichukizwa. 13, akajibu akasema, kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. 14, waacheni hao, ni viongozi vipofu wa vipofu, na kipofu akimwongoza kipofu mwenzake watatumbukia shimoni wote wawili. Wapendwa, tunaishi katika kipindi hiki ambacho viongozi wengi wanaotuongoza hata katika masuala ya imani, wengi ni vipofu kama Mafarisayo hawa. Wanaona kabisa hatari inayojia ulimwengu, lakini wamekaa kimya. Wanaona kabisa tunaishi katika dakika za hatari, dakika za nyongeza, lakini wao wamekaa kimya. Wapendwa, kama utaendelea kukaa kimya na umepewa kweli hizi kuzitangaza, na tuko mwishoni kabisa kwa kufunga historia ya ulimwengu, mpendwa, utachelewa, nitachelewa milele.
Ni muda wa kuamka, sio muda tena wa kukaa katika jumbe ambazo sio za wakati huu wapendwa. Huu ni wakati wa kujilisha ujumbe wa wakati huu, hasa kipindi tunachoishi. Lakini utakuta wapendwa, watu wengi wamekaa hawajifunzi kweli za wakati huu. Na ninahuzunishwa sana hasa na wale ambao wanaifahamu hii kweli yote, ambao wamewekwa kwa ajili ya kupeleka kwa ulimwengu. Tumekwisha kuona masomo ya huko nyuma kwamba katika nyakati hizi za mwisho Mungu ametenga kanisa lake kwa ajili ya kupeleka ujumbe kwa ulimwengu unaopotea, na ametenga watu wake ili kuweza kuangazia ulimwengu matukio haya ya siku za mwisho. Na akawaita watoke gizani wakatangaze fadhili za Mungu kwa ulimwengu. Waadventista wa Sabato wanaotunza Sabato ya siku ya 7 Jumamosi, tuliangalia huko nyuma. Kwa wale ambao ni wageni, bado masomo yapo nyuma, unaweza ukaangalia kupitia chaneli hii, utagundua kumeshajifunza yote hayo. Kwa hiyo wale ambao wamekuwa wakiendelea wanafahamu hiki kitu, kwamba Waadventista wa Sabato ni watu ambao Mungu amewatenga kwa makusudi ya kuangazia ulimwengu matukio yanayotukia hasa nyakati hizi za mwisho. Lakini cha kusikitisha, wengi wetu tumelala. Wengi wetu hatutaki kabisa kuzungumza maneno ambayo Mungu ametupatia. Tunaionea haya Injili wapendwa. Na Biblia inatueleza kwamba tusionee haya Injili. Kama utaionea haya Injili wapendwa, haufai katika kazi. Wengi waliokabidhiwa hizi jumbe kupeleka kwa ulimwengu wamekataa kabisa kuzifikisha kama zilivyo, wakiogopa. Wapendwa, dakika hii kama utaogopa, kama nitaogopa, wapendwa, nimekataa kuokolewa. Hii sentensi wengi hawaielewi. Nairudia tena, dakika hizi za mwisho wapendwa, nikiogopa kufa, nimekataa kuokolewa. Maana shetani dakika hizi za mwisho anaenda kutumia hofu kuliko tunavyofikiri. Na viongozi wengi wamekaa kimya, wanajadili tu huko. Wapendwa, kama tutaishia tu kujadili lesoni, na ukiingiza somo linalohusiana na nyakati hizi, watu kuamsha, ona matukio tuliopo, ona mambo yanatokea, watu wanakuambia usitoke nje na mada. Wapendwa, utaangamia, nitaangamia tukishindwa kujadili jumbe za nyakati hizi. Watu wanapoenda kufanya uchaguzi mbovu na sisi tumeshindwa kuwaelekeza, wapendwa, dhambi ya hao watu itakuwa bado juu ya yule mtu anayefahamu ukweli na akashindwa kumweleza mtu. Kwa hiyo watu wanapenda jumbe nyepesi tu, hawapendi jumbe ngumu nyakati hizi. Wapendwa, shetani ni mjanja sana kuliko tunavyofikiria. Tusipokuwa makini tutaishia kupotea. Tusipokuwa makini dakika hizi tutaishia kupotea mpendwa. Kitabu ni cha Isaya. Bado tunaenda nacho kitabu hiki ambacho kinatueleza maneno kabla hatujaenda kitabu cha Isaya. Hebu tuende kwanza kitabu cha Yeremia. Maana hapa ndipo tunaenda kujifunza somo letu la leo, ili tuweze kuangalia mambo ambayo yanatukia na maandiko yanatuelekeza nini. Yeremia 17 mstari wa 5 anasema, Bwana asema hivi, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu. Kama unamtegemea mwanadamu dakika hizi za mwisho mpendwa, umelaaniwa. Nimelaaniwa kama tunamtegemea mwanadamu na tunashindwa kumtegemea Mungu, hasa dakika hizi za mwisho. Tutaenda kuangalia kwa upana wake. Fungu la 7, amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake.
maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa hari ujapo, bali jani lake litakuwa bichi, wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Wapendwa, amebarikiwa mtu yule amtegemeaye Bwana katika maisha yake. Anasema kwamba hataona hofu wakati wa hari ujapo, hataona hofu dhoruba zinapokuja. Wapendwa, tunaishi katika kipindi ambacho hofu imejazwa. Na kumbuka, nishakwisha kukwambia kwamba pambano la mwisho kabisa ambalo tunalingojea, madanganyo ya siku za mwisho kabisa ambayo tunayangojea, la kwanza ni hali ya wafu. Hilo somo ni makini sana nyakati za mwisho hizi. Lakini jambo la pili ambalo ndilo tunalizungumzia ni utangazwaji au utakaswaji wa Jumapili. Jumapili kufanywa takatifu kuwa siku ya ibada, ambayo tumekwisha kuona nyuma hapo kwamba sio siku ya ibada, ni siku ya kwanza tu ya juma. Na haya tunapoyasema wapendwa, ni kwa ajili ya kukuandaa na kuandaa wengine ambao hawafahamu hizi kweli, ili waweze kujiandaa kabla hawajachelewa. Pambano la mwisho wapendwa ni juu ya ibada. Pambano linaloenda kufunga historia ya ulimwengu huu wapendwa ni juu ya ibada. Vita ni juu ya ibada. Ibada ya kweli na ibada ya uongo. Ipi wanadamu wanatakiwa waifuate? Tunaona katika kipindi ambacho tunaishi, lazima twende kabisa na matukio ambayo yanatukia, maana tukiacha matukio wapendwa, hatutaweza kufika. Kama nilivyosema, ni kipindi ambacho tunahitaji ujasiri kuliko tulivyowahi kuwa nao. Ni kipindi ambacho tunatakiwa tusimame imara. Unajua, wengi wanafikiri kuyajua haya mambo ni mpaka uwe umeenda vyuo huko. Labda uwe umeenda chuo kikuu ukasoma UOA, ukasoma labda huko Marekani, ukaenda Oxford. Hapana wapendwa, kumjua Yesu sio mpaka uende huko. Kumjua Yesu wapendwa ni kukaa chini na kusikiliza maelekezo yake. Utamjua Yesu, nitamjua Yesu. Kwani wenzetu walimjuaje Yesu Kristo? Hebu twende kitabu cha Matendo. Maana watu wanafikiri kuyajua mambo haya ni mpaka huo umepita vyuo huko vya theolojia. Hapana wapendwa, ni udanganyifu wa shetani. Na viongozi wengi wanawafundisha watu hivyo kwamba kumjua Mungu mpaka upite huko. Ni uongo kabisa wa shetani ambao ulio wazi. Kumjua Yesu Kristo ni wewe na mimi kujitoa kusoma kile ambacho Mungu ametuelekeza. Matendo ya Mitume 4 mstari wa 13 anasema, basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu. Sikiliza hapa, hawa watu walioonwa na hawa Mafarisayo wakagundua kabisa Petro na huyu Yohana walikuwa ni watu wasio na elimu. Tena anasema wasio na maarifa. Wakastaajabu, wakawatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Kumbe walikuwa ni wajinga, walikuwa wasio na elimu. Lakini hawa watu walipowaona wanazungumza maneno ya hekima, maneno ya ukweli, wakagundua kwamba walikuwa na Yesu. Wapendwa, utakapokuwa na Yesu, nitakapokuwa na Yesu kweli ndani yangu, wapendwa, ni zaidi ya elimu yoyote ile inayotolewa katika dunia hii. Nitakapokubali Yesu kuniongoza. Na wapendwa, tunaposema Yesu kuniongoza ni kutii maagizo yake, kutii amri zake. Amri zote 10 ambazo zimeandikwa, ambazo wengi wameruka baadhi ya amri. Tuliona huko nyuma amri ya pili ambayo inahusiana na sanamu, wengi wameitoa hapo, na kwa kuiga tu mfano huu ambao tulikwisha kusoma huko nyuma na kuona kwamba jinsi gani utawala ambao uliweza kubadili sheria hii ya pili na amri ya 4 ambayo inahusiana na Sabato. Leo watu wengi hawafahamu Sabato ya kweli. Sabato ya kweli ambayo ni siku ya 7
Jumamosi imekanyagwa chini kabisa, na mwisho wa siku Jumapili inatafutwa kutukuzwa, ambayo ni siku ya kwanza ya juma, Sunday, siku ya jua, ndiyo inatafutwa kutukuzwa. Na haya matukio yote ambayo tunayaona mpendwa, ni matukio ambayo yanaitafuta hii siku, na tutayaweka kwa wazi sana pasipo kuogopa, na tutayafunua kwa sababu ni kwa wokovu wangu, ni kwa wokovu wako, wala sio kwa ajili ya kumchukia mtu. Wapendwa, ni ujumbe wa rehema, ni ujumbe wa onyo, ni ujumbe wa upendo. Mpendwa, nyakati hizi za mwisho, fanya uamuzi. Kama bado unatunza siku ambayo Mungu hajaelekeza, anza kutunza sabato yake ya kweli, siku ya saba ambayo leo inajulikana kama ni Jumamosi. Basi tunaishi katika kipindi ambacho tumekwisha kusoma, wapendwa, masomo mengi sana kuhusiana na habari hizi, ambazo leo sasa tutaenda kuangalia tena kwa undani kidogo, tuone kwamba tumefikia wapi. Wapendwa, tumefikia pabaya kuliko tunavyofikiri. Tupo mwishoni kuliko tunavyofikiri. Lakini kabla sasa sijaonyesha hicho ambacho nataka nikuonyeshe, hebu tukimbie kabisa katika kitabu ni cha Pambano Kuu. Pambano Kuu, ukurasa ule ni wa 606. Ukurasa wa 606 anasema, Mungu ametuma watumishi wake kwa kila kizazi kukemea dhambi pote ulimwenguni na ndani ya kanisa. Sikiliza vizuri. Watumishi wa Mungu wametumwa kukemea dhambi pote ulimwenguni na ndani ya kanisa. Yaani kwamba kama unahubiri tu ulimwengu, ndani huhubiri, bado hujakamilisha ujumbe. Wametumwa pote, sehemu mbili, nje na ndani. Na wengi wanahubiri tu nje, ndani wanaacha. Anasema hivi, lakini watu wanapenda waambiwe mambo laini laini, na ukweli ulio safi na ukweli mtupu haukubaliki. Ndiyo kabisa, tunaishi katika kipindi hiki. Anasema watengenezaji wengi walipoingia katika kazi yao, waliamua kutumia busara kubwa katika kushambulia dhambi za kanisa na taifa. Hayo maneno mawili yapigie mstari kabla hatujaona tunapoelekea. Walitumwa kukemea vyote viwili, dhambi za taifa na kanisa. Sikiliza. Anasema kwa mfano wa maisha matakatifu ya Kristo, walitarajia kuwarejesha watu kwenye mafundisho ya Biblia, na ndivyo inavyotakiwa. Sasa hivi lazima tuwarudishe watu kwenye Biblia, kwamba wamtegemee Mungu, tumtegemee Mungu kama mwanzilishi na atakayetusaidia. Anasema lakini Roho wa Mungu aliwajia kama alivyomwijia Elia, akimsukuma kukemea dhambi za mfalme mwovu na watu waasi. Kumbe Elia alitumwa mpaka kumkemea huyu mfalme mwovu. Huyu ni mfalme Ahabu. Kimsoma vizuri, utaona kwamba Elia alitumwa na Roho wa Mungu kwenda kumkemea huyu mfalme aliyeacha maagizo ya Mungu na kufuata maagizo ya wanadamu. Anasema hawakuacha kuyahubiri maneno yaliyo wazi ya Biblia. Anasema mafundisho ambayo walikuwa wamesita kuyaeleza, walitazamishwa kuutangaza kwa nguvu ukweli na hatari ambayo iliwatisha na kuwaogopesha watu. Maneno ambayo Bwana aliwapatia waliyanena bila kuhofia matokeo yake, na watu walisukumwa sana kulisikia onyo. Wapendwa, hata na sisi ujumbe ni huu kwamba lazima tutangaze ujumbe bila kuhofia matokeo. Wengi leo wanaangalia matokeo. Wapendwa, zamu hii ukiangalia matokeo, wapendwa, hautaenda kupeleka ujumbe. Sitaenda kupeleka ujumbe. Hawakuangalia matokeo yatakuwa ni nini. Na zamu hii shetani anachoenda kuleta ni kifo tu. Na wengi wanaosema hizi kweli, wapendwa, wameishia kuteswa na shetani na kuwafunga katika vifungo. Wapendwa, haya mambo yalifanyika na yatafanyika. Historia inajirudia. Watu wa Mungu watapitia dhiki kama zile ambazo watu wa nyuma walipitia. Kwa hiyo hapa utaweza kuona kabisa kwamba
Bwana aliwapatia yale maneno na waliyanena bila kuogopa. Wapendwa, zamu hii kama ni waoga, hatutaenda mbinguni. Ufunuo 21:8. Zamu hii kama tu waoga, hatutaokolewa. Basi baada ya kuona kipengele hicho, basi tuingie sasa kwenye kipengele hiki ambacho tunaenda kuangalia, wapendwa. Taifa ambalo viongozi wake wa mwanzo ambao tumekwisha kutangulia kuwaeleza, taifa ambalo lilimtegemea Mungu katika nyanja ambazo lilikuwa limeanza, taifa ambalo Mungu alilipatia rehema, Mungu amelipatia nafasi ya pekee, nafasi ambayo wengi walitamani kuipata. Lakini wapendwa, tunaona taratibu kabisa, lakini kwa uhakika linaenda kukubaliana na hizi nukuu tumekwisha kutoa nyuma. Kwa wale ambao hawajafanikiwa kupata masomo hayo tuliyoyatoa, hebu rudi tu nyuma kidogo hapo katika channel hii hapo, bonyeza tu hiyo alama inayoonyesha nembo ya hii channel, utapata masomo ambayo tumekwisha kuyaelezea. Tumekwisha kuonyesha hatari ya ugonjwa ambao ulianzishwa. Upapa ulituletea ugonjwa huu, shetani kupitia huu utawala akatuletea mambo haya, lengo tu aweze kufanikisha mambo yake. Tumekwisha kuyaona hayo, angalia tu masomo hayo yaliyopita. Lakini pia kuna somo tumelijifunza, tuliandika kwamba Waadventista na chanjo ya COVID. Tumeangalia yote hayo kwa undani zaidi, na tukaweza kuangalia ni namna gani mpango wa ulimwengu na mpango wa upapa ni dunia yote ifate maelekezo yake. Maana tulisoma katika kitabu cha Ufunuo 13, tukaweza kuangalia kwamba huu papa huu kwa kutumia nchi ya Marekani itaenda kulazimisha mambo mengi sana ambayo ndiyo yanatafutwa kwa njia hii. Kwa sababu kumbuka, hauwezi tu ukawaendesha watu. Tuliangalia huko nyuma viongozi walivyokuwa wanataja mambo kwamba hatuwezi tukaiunganisha dunia pasipo kuleta kwanza matukio ambayo yatawafanya wote waungane. Haiwezi tu ikawepo the new world order, ni mpaka matukio haya ndiyo yatubadilishe. Na kweli tukaangalia kwamba baada ya kutokea tu ili gonjwa tukaona kwamba ulimwengu ukabadilika kabisa. Ulimwengu ukawa na mtazamo. Leo tu utaona kwamba miezi michache tu leo dunia ina mtazamo mwingine. Wapendwa, hili taifa ambalo lilikubali kutembea na Mungu, mpendwa, nilikuonyesha hizo nukuu zote. Lakini leo tunaona kwamba taratibu, lakini kwa uhakika, nguvu inayotenda kazi, wapendwa, gizani. Tuliangalia kwamba sasa hivi shetani anatenda kazi gizani. Na haya mambo huwezi ukaelewa, siwezi nikaelewa mpaka kweli nitulie tu, nimuombe kweli Roho Mtakatifu aendelee kunifunulia. Atanifunulia, atakufunulia kwa namna mbalimbali. Tunaona kwanza viongozi waliopinga lockdown, viongozi waliopinga chanjo, viongozi waliopinga mask. Tunaona kwamba wote hao kwa mpango tu ulio gizani, wapendwa, leo tunapozungumza hivi hawapo tena. Na wote wanaoyakataa haya mambo, wapendwa, shetani anachukia, wapendwa. Na ndio maana nikakwambia kwamba zamu hii usipojitoa kufa, nisipotujitoa kuisimamia kweli, hata kama nitakufa, wapendwa, hatutaenda kusimama. We are not going to make it. We have to have a strong stand, boldness, ujasiri kama ule ambao Petro na Yohana walikuwa nao. Takuonyesha tulipofikia sasa kwamba baada ya kuamua kulegeza msimamo, taifa hili limeweza tena kuruhusu na kufanya uchunguzi ambao baada ya kusema uchunguzi utafanyika. Angalia, hebu sikiliza kwa umakini, alafu ndio nitakueleza kitu fulani hapo.
Naomba kuwajulisha kuwa kamati hiyo imewasilisha ripoti yake kwa Mheshimiwa Rais leo tarehe 17 Mei 2021. Ndugu wanahabari, kamati ilifanyia kazi hadidu za rejea 12 zilizohusu maeneo mbalimbali ya mwenendo wa ugonjwa pamoja na afua za udhibiti wa COVID-19 ikiwemo chanjo hapa nchini, kikanda na kimataifa. Ndugu wanahabari, tangu kuingia kwa ugonjwa wa COVID-19 nchini mwezi Machi 2020, Tanzania imekumbwa na mawimbi mawili makubwa, na hivi sasa kutokana na mwenendo wa ugonjwa huo katika mataifa mengine duniani kuna tishio la kutokea kwa wimbi la 3 hapa nchini. Hata hivyo, kamati imebaini kuwa mwamko wa kudhibiti wimbi la kwanza ulikuwa mkubwa ukilinganishwa na wimbi la pili. Hivyo kamati imeshauri kuimarisha kasi kudhibiti tishio la wimbi la 3. Ndugu wanahabari, baada ya uchambuzi wa kina, kamati imependekeza yafuatayo: serikali ihuishe mipango ya dharura, yani contingency and response plans, katika ngazi zote kwa ajili ya kukabiliana na majanga likiwemo janga la ugonjwa wa COVID-19. Pili, serikali itoe taarifa juu ya uwepo wa ugonjwa wa COVID-19 na ichukue hatua madhubuti kuimarisha hatua zote za afua za kinga, yani interventions, katika ngazi zote ili kuepusha wimbi la 3 la ugonjwa huo. 3, wataalamu wa afya watimize wajibu wao kitaalam kwa kuzingatia weledi, miiko na maadili katika kuelimisha, kukinga na kutibu ugonjwa wa COVID-19 nchini. 4, Tanzania ishiriki pasavyo katika maamuzi na itekeleze maazimio ya kikanda na kimataifa iliyoridhia katika Jumuiya za Afrika Mashariki, SADC, Umoja wa Nchi za Afrika na Shirika la Afya Duniani. Kuhusu chanjo dhidi ya COVID-19, kamati inashauri serikali kwa kutumia vyombo vyake iendelee na hatua kuelekea kuruhusu matumizi huru ya chanjo dhidi ya ugonjwa wa COVID-19 kwa kutumia chanjo zilizoorodheshwa na Shirika la Afya Duniani ili kuwapa fursa ya kinga wananchi wake, kwa kuwa kupitia uchambuzi wa kamati chanjo hizo zina ufanisi na usalama unaokubalika kisayansi. Pamoja na mapendekezo haya, kamati huru ya kitaifa ya ushauri wa chanjo, kwa kitaalamu inaitwa National Immunization Technical Advisory Group, na mamlaka ya dawa na vifaa tiba, yani TMDA, ziendelee kushirikishwa katika kutoa ushauri na kudhibiti chanjo hizo. Kipaumbele cha utoaji wa chanjo dhidi ya COVID-19 nchini kwa kuanzia kiwe katika makundi yafuatayo kwa umuhimu. 1, wahudumu wa vituo vya kutolea huduma za afya na watumishi walio katika mstari wa mbele wa utoaji wa huduma, yani frontline workers, mathalan watumishi wa sekta ya utalii, hoteli, mipakani, viongozi wa dini na mahujaji. Wazee na watu wazima kuanzia umri wa miaka 50, watu wazima wenye maradhi sugu mengine, yani comorbidities, mathalan kisukari, shinikizo la damu, maradhi ya mfumo wa upumuaji, magonjwa ya figo na kadhalika. 3, watumishi wa vyombo vya ulinzi na usalama na wasafiri wanaokwenda nje ya nchi. Nyingine ni kufanya uhamasishaji na maandalizi ya upokeaji, utunzaji, usafirishaji na utoaji wa chanjo, na wananchi wawe huru kuamua kuchanja au la. Serikali ratibu upatikanaji wa chanjo kwa watumishi wa taasisi za kimataifa walioko nchini. Serikali ya Tanzania jiunge na COVAX Facility kwa kuwasilisha andiko la kupatiwa chanjo kwa kutumia fursa
inatolewa na Gavi. Gavi ni Global Alliance Vaccine Initiative. 7. Serikali itumie fursa zilizopo wakati huu wa janga la COVID-19 kuanza mchakato wa uanzishaji wa viwanda vya kutengeneza chanjo. Baada ya kuona majadiliano hayo na kuona kwamba namna gani wataweza kufanikisha hili jambo, sikiliza mpendwa, Yesu tunaomba ukatusaidie tunapoenda kujifunza hapa kwa umakini. Tunaomba ukawe pamoja nasi. Wapendwa, tunaingia kwenye changamoto ambayo hutaamini. Karibu tunaingia kwenye trouble. We are going to the trouble you can't believe. Tunaenda kwenye changamoto mpendwa ambayo huwezi ukaamini. Wapendwa, wengi wanafikiri tunarudi, we are going back to normal. Eti tunaenda nyuma, kurudi katika hali ya kawaida. Hapana mpendwa, tunakoelekea ni kubaya. Kumbuka nimeshakwambia kwamba huu mpango umeanzia juu na unashushwa chini. Maana yake nchi yoyote itakayokataa, tumekwisha kuona, itaanza kuwekewa vikwazo vingi. Sasa vikwazo vile wapendwa, wengi na hawajui nini kinatafutwa. Na ndio hapa lazima watu waeleweshwe kwamba nini hasa kinatafutwa katika haya. Wanaotafutwa ni watu wa Mungu wanaozitunza amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu Kristo. Kumbuka, watu wa Mungu wana maagizo, wana sheria wamepewa. Kwanza kabisa, hawatadhuru miili yao kwa kuingiza vitu vibaya, sumu za kuweza kuharibu miili yao. Na hapa watu watasimama imara, whether life or death. Watasimamia ukweli, hawataharibu hekalu la Roho Mtakatifu. Tulisoma katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza 3:16 na Wakorinto wa kwanza 6:19. Tukaona kwamba miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Hatupaswi kulichafua, na tukaangalia hasa madhara ya hivi vitu. Wapendwa, umesikia maelezo waliyoyatoa hapo wewe mwenyewe kwamba wanaenda kuruhusu na kuanzia makundi hayo waliyoyataja, viongozi wa dini. Wapendwa, tukinyamaza hii dhambi itakuwa kwetu. Tukinyamaza tunaujua ukweli, mpendwa, dhambi itakuwa kwetu. Somo tulilopita tuliliona, tukaona kwamba ni jinsi gani viongozi wa huko juu wa dini ndio walianza kabisa kutetea haya mambo. Na wapendwa, hatutanyamaza kimya. We cannot stay silent while we have the truth. Hivi vitu ni vibaya, lazima tuwaelekeze watu ubaya wake, wachague wenyewe. Viongozi mliopewa hata kuliongoza taifa, tunawaombea sana, Mungu awaongoze, mchague kilicho chema wapendwa. Maana sote tunaenda kuokolewa pamoja. Hamna anayeokolewa tofauti. Wote tuna standard moja ya kuokolewa mpendwa. Lazima tuokolewe kwa kupimwa kwenye maelekezo ya Mungu. Mungu ametupa maelekezo gani na sisi tunaishi maelekezo gani? Wapendwa, waliosimamia kweli wakapinga vitu hivi, tumekwisha kuona. Kama hujaliona hilo somo mpendwa, nenda ukalirudie tena ulione. Somo linaitwa Waadventista na chanjo ya COVID. Kalione vizuri uone jinsi tulivyoweka waliosimamia hizi kweli wameondoshwa, na sasa hivi wanaosimamia hizi kweli hawapendi wapendwa. Na sasa hivi jamii itaenda kusukiwa kitu ambacho kitawafanya waone kabisa uchungu kwa wale ambao hawataweza kufanya hiki kitu. Hawataweza kuweka sumu hii katika miili yao. Hebu angalia sasa kwamba hautaruhusiwa kwenda nje ya nchi bila kupata hiyo sumu ndani ya mwili wako. Sasa haya, kama wafanyakazi wakipata hicho kitu, je, wanaotibiwa hawatapata? Wapendwa, kuna siri hapa ambayo inakuwa ndani haieleweki. Lakini wapendwa, kuna siri kubwa sana hapa. Kwa sababu ukisema tu kwamba daktari anapata, na angalia Kenya walianza hivyo, madaktari wakapata wote, tuliona huko nyuma. Wamepata wote, mwisho wa siku wakaja wengine.
Na hata sisi tutaanza hivyo, viongozi wa dini, alafu mwisho wa siku waumini. Maana sasa kama kiongozi wa dini anapata chanjo, sasa anaenda kwa nini kumhudumia huyu muumini, huku yeye muumini hana chanjo? Wapendwa, ni mtego ambao unawekwa hapa. Tuwe makini mbele ya safari, tunaelekea kubaya kuliko unavyoweza kuelewa. Na nini kipo nyuma ya hiki kitu wapendwa? Nataka nikueleze. Watu wa Mungu watasimama imara, tumekwisha kuelekeza huko. Watu wa Mungu watasimama imara kuitetea kweli. Kumbuka, kanakotafutwa wapendwa ni kakundi aka kadogo ambako kanatii amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu Kristo. Usijisifu kuwa SDA mpendwa. Kwa sababu kakundi kanakotafutwa wapendwa ni kadogo. Wengi watakuwa tu Waadventista kwa jina, kwa sababu hawataki kuziishi hizi kweli. Viongozi wengi ni viongozi wa majina, hawataki kuzisema hizi kweli. Viongozi mliopewa hizi kweli kuzisimamia, Waadventista, tusimame imara kuwafundisha watu ubaya wa hivi vitu. Tusipowafundisha, damu yao wanapoenda kufanya maamuzi mabovu, wapendwa, damu yao Mungu ataitaka mikononi mwenu. Viongozi wengi leo wapendwa, hatutaacha kusema, kwa sababu viongozi wanashindwa kuisimamia hii kweli. Na haya mambo hata ukiyasema leo kanisani hawataki kabisa kusikia. Muungano unaanza kufanyika taratibu, lakini kwa uhakika. Wapendwa, mtu tunayetakiwa kumwogopa zaidi ni aliye ndani. Hilo somo tutakuja tuliweke. Adui aliye mkubwa zaidi na wa kumwogopa ni aliye ndani, within this domination. Yaani ndani ya SDA kuna watu ambao hawapendi hizi kweli, na hao ndio wa kuogopa kuliko tunavyofikiria. Tutaliweka ili wazi, maana tunapoyafunua haya wengi bado wanachukia. Wapendwa, chukia tu, lakini sisi hatukuchukii. Watu wa Mungu hatutakiwi kuwachukia watu, tunawapenda, na ndio maana tunawapatia jumbe hizi. Na ndivyo Yesu alivyofanya. Alitupenda, ndio maana alituletea. Ndio maana katika kitabu cha Ufunuo, katika kitabu cha Ufunuo 3 utaona kwamba anasema wale, hebu tukimbie hapo kidogo, maana lazima tuangalie Yesu alichokisema ili tuweze kujifunza kutoka kwa Yesu Kristo mwenyewe. Kitabu kile ni cha Ufunuo 3 mstari wa 19. Anasema, wote ni wapendao mimi na wakemea na kuwarudi, basi uwe na bidii ukatubu. Kwa hiyo wote ambao Yesu anawapenda anawakemea na kuwarudi. Maana yake kwamba hata watumishi wa Yesu watakuwa hivyo hivyo, kwamba lazima watakemea uovu, lakini sio kwamba watawachukia watu. Wapendwa, tunachotakiwa kuchukia ni dhambi tu. Hatumchukii mwanadamu yeyote mpendwa, bali tunachukia dhambi ambayo inafundishwa duniani. Watu wote tunawapenda, maana Mungu anahitaji sote tuokolewe. Mpendwa, fanya maamuzi, tuko dakika za mwisho. Sasa nyuma ya hiki kitu kuna kitu kinaitwa climate change. Hapo ndio nataka nikuonyeshe tu kidogo. Kuna kitu kinaitwa climate change. Na hiki climate change ndio wanaenda kutafuta kabisa suluhisho la hili gonjwa ambalo wamelianzisha, kwamba mwisho wa siku wataanza kuingiza hasa kwenye climate change. Ndio tunaanza kuingia kwenye climate lockdown. Kwa hiyo tutarudi huko. Wapendwa, hatuendi kwepesi, tunaelekea kugumu na kubaya zaidi. Yaani baada ya kukwepa hili la chanjo, tunaingia kubaya zaidi. Kwa sababu hasa hii climate change, ndio maana umeanza kuona kuna mambo tutayapitia baadaye na yagusia tu kidogo. Kuna mambo yanaitwa zero carbon Sunday, Zekaso. Hata Tanzania hapa imeshazungumziwa, nadhani kama unavyoona hapo kwenye screen. Utaona haya mambo yanaenda taratibu, lakini kwa uhakika ni kutuandaa tu na utangazwaji wa Jumapili. Wapendwa, tumekaribia mwisho kuliko tunavyofikiri. Anza kutengeneza tabia, anza kuishi kile ambacho Mungu anakuelekeza. Usimwangalie mtu dakika hizi za mwisho mpendwa. Simama na ukweli ambao unaofahamu. La sivyo mpendwa, nitapotea, utapotea. Ni dakika ya kujiponya nafsi yako mpendwa. Usimwangalie mtu. Usiwaangalie viongozi. Kama kiongozi anayehubiri kweli, right, follow what he is saying.
Kama kiongozi hasemi kweli, wapendwa, ni dakika za mwisho, ni kumpinga. Dakika hii wapendwa, kusimamia maelekezo ya Mungu kutahesabiwa kabisa ni sawa na kuvunja sheria za serikali, sheria za nchi. Lakini tusimame katika maagizo ya Mungu mpendwa. Tutaliombea na taifa. Mungu awasaidie wachague uchaguzi ulio sahihi mpendwa, kabla hawajachelewa. Maana Mungu anatamani na wenyewe waokolewe. Viongozi mlioko huko, mnavyoshauriwa na watumishi wa Mungu, lakini bado mnaendelea kufanya maamuzi ambayo mnayafahamu, wapendwa, Mungu anayaandika yote kwa uaminifu. Siku ya mwisho yataletwa hukumuni. Fanya maamuzi peke yako. Utatengwa, ndio, kubali kutengwa, lakini simama na kweli. Utafukuzwa kanisani, sawa, simama na kweli. Utafukuzwa nyumbani, ndio, simama na kweli. Mungu atakuwa pamoja nawe. Bwana akubariki unapoenda kufanya uamuzi wa pekee katika maisha yako, uamuzi ambao hautajutia. Bwana akubariki. Bwana atubariki tunapojiandaa kwa masomo mengine ili tuweze kuamshana. Ni kupitia jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Basi kama una nafasi, unaweza kupiga magoti tukaweza kupata ombi. Baba yetu mwema, mtakatifu, uketie mahali pa juu mbinguni, tunazidi kusema asante kwa wema wako na ulinzi wako ambao umeendelea kuwa pamoja nasi mpaka masaa ya jina lako litukuzwe. Asante kwa sababu umetuongoza tokea mwanzo wa kipindi hiki mpaka masaa tumehitimisha, jina lako litukuzwe. Yesu Kristo, tunawakabidhi viongozi wote, kwanza tukianza na wa kanisa uliloliacha kabisa nyakati hizi za mwisho la Waadventista wa Sabato kwa ajili ya kupeleka nuru kwa ulimwengu. Yesu, viongozi wengi wamekaa kimya, wanayafumbia haya mambo, na tunaona kabisa kwamba wataelekea kama huko nje kwa wenzetu walipotangaza watu wapokee haya. Yesu, tunaomba tukapingane kabisa na maelekezo ya mwanadamu, lakini kama ni maelekezo yanatoka kwako, Yesu, tuko tayari kuyafuata. Tunawakabidhi mikononi mwako viongozi hawa ambao wanaongoza taifa. Yesu, kawahurumie, kawapatie tena maelekezo ya namna ya pekee, wakafanya uchaguzi sahihi wa kusimamia kweli yako, kweli yote waliofunuliwa na watumishi mbalimbali, madhara na ubaya wa hivi vitu ambavyo ni sumu katika miili yetu. Yesu, wakafanya uamuzi mwema, wakafanya uamuzi mzuri, kwa sababu watu watakaoangamia, damu yao itakuwa mikononi mwao. Kuwa pamoja nasi tunapojiandaa kusimama mmoja mmoja, hata kama hayo yote yakipitishwa. Yesu, tunaomba tukasimame imara kulitetea jina lako. Mbariki msikilizaji, wakati mwingine ni mgeni, hafahamu hizi kweli. Yesu, endelea kumtia moyo, endelea kumfanya endelee kusikiliza, na siku moja ajitoe, kwani muda wa kuokolewa ni sasa. Ajitoe na kuanza kuishi kweli yako. Tumeomba tukitumaini utakuwa pamoja nasi. Ni katika Kristo Bwana wetu tumeomba. Amen.